Na jambo moja la msingi sana, mauti inaishia kwenye hii mbingu ya muda. Sisi tukiamini tunaingia katika ulimwengu wa roho ndani ya Kristo, ambapo mauti haifiki. Kwenye sayari zingine hatuende Mars utakufa. Mauti iko ndani ya ulimwengu, ndani ya muda. Yaani ndani ya muda mauti ipo. Ili uvuke ni kuingia katika mbingu ya milele ambayo ni ndani ya Kristo. Haleluya. Sasa ukishaingia kwenye mbingu ya milele ukaanza kuishi kutokea huko. Oh, haleluya. Wenyeji wetu ni wapi? Mmeshaufikiria mlima Sayuni mbinguni ya Yerusalemu ya mbinguni? Haya, hebu tusome mstari miwili ya mwisho. Waefeso sura ya 2 mstari wa 6. Akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho ndani au katika Kristo Yesu. Hiyo katika ni ndani ya. Akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Haya, hapa alipotuketisha pamoja naye ni wapi? Waebrania sura ya 8 mstari wa 1. Msomaji wangu nenda kwenye Waebrania sura ya 12 mstari wa 22. Nikitoka kusoma hii alafu tasoma hiyo. Alafu mchungaji Justin hapo nenda kwenye Yohana sura ya 17 mstari wa 24. Okay? Tunaenda kusoma wote, sivyo? Yohana sura ya 17 mstari wa 24. Waebrania 12 mstari wa 22 hadi 24. Mimi naenda kusoma Waebrania 8 mstari wa 1. Amen. Haya, sikiliza hayo maandiko yanachokisema. Tumesoma Waefeso sura ya 2 mstari wa 6, unasema tulikufa pamoja naye, tulifufuka pamoja naye na tukaketishwa pamoja naye katika ulimwengu wa roho ndani ya Kristo. Wakolosai sura ya 3 mstari wa 3 anasema mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Halafu mstari wa 4 anasema Kristo Yesu aliye uhai wenu. Okay? Kwa hiyo tulikufa pamoja naye, tukafufuka pamoja naye, tukaketishwa pamoja naye katika ulimwengu wa roho ndani ya Kristo. Waefeso sura ya 1 mstari wa 3 inasema mmebarikiwa kwa baraka zote katika ulimwengu wa roho ndani ya Kristo. Wakorintho wa 2 sura ya 5 mstari wa 17 inasema hata imekuwa mtu akishakuwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Kwenye Agano Jipya ndani ya Kristo, kwenye barua za Paulo imeandikwa mara 166. Ndani ya Kristo, katika Kristo, ndani ya Kristo, katika Kristo. Ukiacha kwenye Injili kule Yesu anasema mkikaa ndani yangu nami nikae ndani yenu. Ukiacha kwenye Yohana anasema kila akilia kuwa Yesu ni mwana wa Mungu, Mungu kaa ndani yake naye ndani ya Mungu. Na hivyo tumelifahamu pendo alionao Mungu kwetu sisi na kuliamini Mungu ni pendo, naye akae katika pendo kaa ndani ya Mungu na Mungu ndani yake, na hivyo tuna ujasiri hata siku ya hukumu, kwa kuwa kama yeye alivyo ndivyo tulivyo na sisi ulimwenguni humu. Ukiacha hayo, tunasoma Waefeso sura ya 2 mstari wa 6. Alitufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho ndani ya Kristo. Waebrania 8 mstari wa 1. Nikimaliza unasoma. Haya, ndani ya Kristo ni wapi? Basi katika haya tunayosema neno lililo kuu ndilo hili, tunaye kuhani mkuu wa namna hii aliyeketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha ukuu mbinguni. Yesu ameketi wapi? Mbinguni. Ameketi mbinguni. Hebu tuseme wote kama kwaya. Yesu ameketi wapi? Mbinguni. Ameketi na nani? Na mimi.
Kwa hiyo unasubiri aje akunyakue akitokea wapi? Turudie tena. Yesu ameketi wapi? Mbinguni. Na ameketi mkono wa kuume wa nani? Na mimi. Na ameketi na nani? Na mimi. Kwa hiyo wewe tena ndo unasubiri aje akunyakue. Ina maana kama anakuja kukunyakua wewe haujaketi alipoketi, kwa sababu kama umeketi alipoketi anakuja tena anakunyakuaje tena hapo? Haya, hapo ni wapi? Ni mbinguni. Okay, tupate uhakika. Bali ninyi bali ninyi mmeufikiria mlima Sayuni na mji wa Mungu aliye hai, Yerusalemu wa mbinguni, ndio, na majeshi ya malaika elfu nyingi. Ndio mkutano mkuu wa kanisa la wazaliwa wa kwanza walioandikwa mbinguni. Walioandikwa wapi? Mbinguni. Na Mungu mwamuzi wa watu wote, na roho za watu wenye haki waliokamilika. Na watu wenye haki waliokamilika. Kisoma kwenye Wakolosai sura ya 2 mstari wa 9 anasema utimilifu wote wa Mungu kwa jinsi ya kimwili unakaa ndani ya Kristo, nanyi mmetimilika katika yeye aliye kichwa cha enzi yote na mamlaka. Alafu Waefeso sura ya 3 mstari wa 19 inasema na kujua upendo wake Kristo upitao ufahamu, pate kutimilika kwa utimilifu wote wa Mungu. Haya. 17:24 Yohana. Baba, hao ulionipa nataka wawe pamoja nami. Wawe pamoja nami popote nilipo. Wapate na ngoja katibu siende haraka. Yesu anasema hao ambao Baba amempa. Yesu anataka wawe pamoja na yeye wapi? Popote alipo. Kwa hiyo popote alipo Yesu na wewe nipo. Kwa hiyo unasubiri aje kunyakue wapi? Popote alipo upo, kwa yana kunyakua hapo alipo. Hasa popote alipo na wewe upo. Na hapo alipo ni wapi? Sasa akija kunyakua na kupeleka wapi? Kumbuka mbinguni ni wapi? Ndani. Kwa hiyo unataka kunyakua kupeleka wapi? Hakunyakua na hapa tena. Sasa kama unataka kunyakuliwa au unataka kupeleka wapi? Kunyakuliwa nakojua mimi, unanyakuliwa huko. Unahamishwa huku mautini, unaletwa wapi? Ile wazo lako lililohamishwa kutoka huku limeletwa hapa ndio limenyakuliwa. Umehamishwa katika ufalme wa giza, umeletwa katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Kwa hiyo popote alipo Kristo na wewe upo. Sema popote alipo Kristo na wewe upo. Popote alipo Kristo na mimi nipo. Ukiwa na wazo la kunyakuliwa, bado uko kwenye wazo la asili. Na muda wa kunyakuliwa ni sasa. Na njia ya kuamini uwe umenyakuliwa ni kusikia. Na leo umesikia. Una jukumu moja tu la mawazo yako yanyakuliwa. Ukiendelea kubishana, bakia hapo nje. Endelea kubishana, lakini ukiacha kubishana, wazo lako litanyakuliwa. Litapita mautini, litaingia uzimani. Litahamishwa katika ufalme wa giza, litaingia katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Na hilo ndio neno la Mungu.